Well, we are going to see some points about heart attack. Kwa Kiswahili tunasema ni nini? Mshtuko wa moyo. Hii ni ugonjwa ambaye inasumbua watu sana, ambaye at least ni vizuri kuelewa, kwa sababu tusipoelewa unakuta wanga watu wengi wanaumia ni kwa sababu ya kutoelewa some simple points ambaye in life you are supposed to know in order to be safe from this disease. There are 3 diseases ambaye they are sisters. Niliwaambia hapa last time. There is heart attack, diabetes and pressure. Tutakuja kuona hizi magonjwa tatu almost wanga zinapelekana, na zote wanga they are caused by almost the same things. Zote tatu. Very likely ukipata mtu ako na diabetes ama pressure, hata heart attack, ni rahisi sana kuwa inaweza kumkonga, kwa sababu the causes are the same. Tutakuja kuona the causes are the same. In order to understand hii heart attack, lazima tuelewe a disease ambayo inaitwa atherosclerosis. Atherosclerosis. Yeah. Atherosclerosis. Hii ndio ina cause hii. Na hii ukielewa hii, sasa umeelewa shida ya heart attack. What is atherosclerosis? Is a diseased patches called plaques. These plaques develop within the arteries. Kwa hivyo ni kusema katika mwili wa binadamu we have arteries. Ambaye these arteries, they are veins ambaye huanga ni mishipa ambaye huanga inapeleka damu. Ni mishipa. Arteries ni mishipa ambaye huanga inapeleka damu. Kwa hivyo hii atherosclerosis, it is a disease whereby within these arteries they are formed things we call plaques. Things called plaques. Tutaona zinakusiwa na nini. So, over a period of years, these plaques may grow so large as to block off an artery entirely. Hii plaque inaweza kuanza kama kakitu kadogo hivi. Kakitu kanaanza hapa katika arteries. Alafu as years goes by, unakuta hiyo arteries, hiyo plaque inaenda ikiongezeka. Inaenda ikiongezeka mpaka eventually ina block this artery. Ina block completely. So, it will break open and spill fragment of festering material into the bloodstream. So, wakati imekuwa kubwa sana, kwa sababu ya pressure, inaweza break tena again. Iki break, inaenda tena, hizi fragment ambayo zitatoka hapa, zinakuwa deposited pahali ingine tena kwa mwili. Imeanzia pahali pamoja, lakini ikishakuwa kubwa sana
ina burst ikikomaa tena, yani ikikomaa sasa tena hizo fragment pahali zinaenda katika mwili tena zina block tena, zinafanya tena another plague. Sasa so this fragment may be carried away by the blood only to block another smaller artery someplace downstream. A fragment may block the artery all by itself if it is large and bulky enough. You see now, kwa sababu labda imeform arteries hapa, ile fragment imetoka hapa, inaweza enda ikute ka artery kadogo, i-block kabisa. Hiyo ina block completely. Kwa sababu arteries hazitoshani. Kuna mishipa ambayo ingine inaingia kama ile mishipa inaingia kwa moyo, ile ingine mishipa inaingia in the brain ni kidogo. Na labda hiyo vein ilianzia sasa kwa artery labda ya mkono. Lakini wakati imeburst, sasa hizo fragment ikishatoka itazungushwa na damu, unaweza kuta hiyo fragment imeenda in the brain, imefunga. Ama imeenda in the heart. So all these things wanga in happen katika hii ugonjwa ambayo inaitwa atherosclerosis. This behavior wanga ina happen hapo. So your heart is a muscle that pumps blood throughout your body by regular muscular contraction like other body muscle. So your heart must need its own supply of blood to stay alive and remain pumping. Kwa hivyo nikumaanisha, like any other part, your heart iko na muscles. Ndani hapa kwa heart ni muscles. Why do we need blood supply katika muscles? Ni kwa sababu tunataka blood iwe inapita, kwa sababu every time blood waga inapita in the arteries, waga inabeba oxygen. Tunaelewana? Waga inabeba oxygen. Na hii oxygen ndio the muscles zinataka ndio siweze kusurvive na kufanya kazi vile inatakikana. Ni kumaanisha even your heart it has muscles. Na the same heart ambayo inaweza hiyo muscles ipate nguvu iweze kupump. Ni kumaanisha the same heart hata ikiwa ndio ina pump blood bado hata inahitaji nini? Damu. Unaelewana? Kwa hivyo kwa sababu ni kumaanisha iko na veins, iko na arteries ambazo zinapita huku ndani ya your heart. Hata inahitaji oxygen. Inahitaji oxygen. Ndio iweze kufanya kazi. So, lakini umeona sasa hapa kuna nini? Kuna hatari kwa sababu hii plague ambaye itatokea in your arteries wakati itafika break, what is going to happen? Ni kumaanisha in your bloodstream kuna plaques ambaye zinafanya nini? Zinazunguka. Sasa zikizunguka unaweza kuta hiyo plague, kwa sababu the arteries zile ziko kwa heart ni very small. Unaweza kuta sasa inakuja inaingia wapi? One of the arteries ambayo tunaita pulmonary arteries. Hiyo zinaitwa pulmonary arteries. Inaweza kuwa inakuja katika pulmonary arteries ambayo zinarudisha damu katika nini, alafu inafunga pale. Sasa ikifunga, what is going to happen? So in coronary arteries. Coronary as not pulmonary, ni coronary arteries. If one of the main coronary arteries become blocked by a growing or broken plague, the muscle cell in the part of the heart supplied by the artery may die of oxygen and nutrient starvation. If this happens to you, you will have experienced a heart attack. Kwa hivyo kumaanisha hii plague ikija ingia katika coronary artery ambaye ziko katika the heart, ni kusema one part of your heart haitapata oxygen and it is going to be starved with nutrient. Ni kwa sababu
blood wakati inapita ndio huanga inabeba nini? Nutrient. Oxygen, chakula yote ambayo inapita kwa mwili ndio iende kwa maso, huanga inapelekwa na nini? Na damu. Unajua binadamu hajui kwa nini damu huanga ina circulate kwa mwili. Ndio inabeba nutrient kutoka kwa miguu, kichwa, brain, yote inapelekwa na nini? Na damu. So wakati wakati nikusema wakati sasa one of these arteries imekuwa blocked, nikusema that part ambayo ilikuwa inataka chakula nutrient itafanya nini? Starve. So if that happened to the heart, umepata nini? Heart attack. Hiyo ndio inaitwa heart attack. Nikusema your heart imekuwa na shida, nikusema it is no longer, yani imekuwa weak, haiwezi kupump tena kwa sababu muscles zimekosa nini? Oxygen. Muscles zimekosa nutrient. Sasa nikusema your heart muscle become very weak. Sasa ikiwa very weak, nikusema hiyo muscles ambayo huanga inapiga damu inafanya nini? Inasimama. Inazembea, inakuta kabisa wewe sasa wewe. Hiyo ni hatari sasa imeingia. So, but atherosclerosis can cause blockage in any artery, not just the coronary arteries. Therefore, it can also cause the death of cell in other part of the body. Hii sio lazima ifanyike in the heart. Inaweza kupeleka that blockage in any other part of the body. Even inaweza ipeleka katika mguu na iblock. Ikisha block katika mguu, unakuta mtu anaambiwa mguu, unasikia mtu akisema huyo mtu ako na shida ya mguu. Mguu kutoka hapa ifanye nini? Haifanyi kazi. Ni kama imekufa. Hii inakuwa bado hii atherosclerosis, this plague ndio imeenda kwa mguu, imefanya nini? Imeblock damu. Nikusema kama ni ile inashika mtu anashika, ninasimamisha mkono. Hii ni kali, wachana na hiyo. Unajua kuna ile uanga ukilala, unakuta hata mkono yako unaweza kuichukua irushe pahali. Si ni kweli? Unakuta ulilala mpaka damu ikakatika. Sasa hata ukichukua mkono yako unasikia ikiwa mzito. Ushaikuta pale. Hata unaweza kuichukua irushe pande hii. Mguu inakauka kama mbao. So hii sasa unakutaka hiyo ni damu wanga ulilalia mshipa wa damu. Wakati ulilalia mshipa wa damu ikakataa kutembea. Nikusema all that part of your heart ikakuwa ni kana kwamba imekufa. Nikusema it has no supply. Blood haipiti. Nikusema all the muscles ikawa kabisa zimeganda, hazina nguvu. So you can see the importance of blood kupita pahali. Kama wewe ukilalia mkono hivi unakuta mkono yako inakuwa ni kama gunia moja uzito. Hata unaweza kurusha pande hii na pande hii. Hata unashindwa kama ni yako. You can imagine the importance of of good flowing of blood. It's very important. You see now? If you develop a block in some of the arteries leading into your brain, unajua brain yako bado iko na nini? Iko na some arteries zinapeleka damu pale. Kama utapata blockage, hii plaque wakati imeblock hapa, ikimbie iende ifuke mshipa moja ambayo inaenda kwa nini? Kwa brain. Hiyo ndio unasikia mtu amepata nini? Stroke. Mtu akipata stroke, what happens? Unakuta amepooza upande mmoja, hata unakuta upande mmoja haifanyi nini? Haifanyi kazi. Hata unakuta hata upande mmoja unasikia nini? Sasa ni kumaanisha somewhere in his brain there is a plaque imeblock. Kwa hivyo your brain receive, kuna some part of your brain, even your brain has got some muscles ambayo inatakiwa kuwa inafanya kazi. Kuna some part of your brain ambayo receive nutrient. Kuna pali imefanya nini? Imeblokiwa. So damu haifanyi nini? Haipiti. Hiyo ndio tunaita stroke. Unakuta mtu anapata stroke. Sasa brain
imekuwa blocked. Na hii plague hii sio kakitu atikanaweza enda daktari ati akatoe namna hii. Sometimes you might be lucky kwa sababu kuna some medicine unaweza patiwa alafu iweze ku-unblock hiyo plague, ijaribu kuyeyusha, kujaribu kuimaliza ndio damu ipite. Ndio unaona kuna watu ambaye unakuta hapo na mild stroke. Ama wakati kwa bahati nzuri wakati yaani kama nini yako inapiga kwa bahati nzuri itafute yaani damu itafute ipate kajia ya kupenya. Unakuta huyo mtu ako na stroke lakini is a mild stroke. Bado hiyo yote inategemea. So all these things they are caused by this plague ambaye inakuja which forms in the arteries. Sawa? Gani? Atherosclerosis. Inaitwa atherosclerosis. This is a disease ambayo ina cause a plague in the arteries. Tutaona hii plague inakusiwa na nini? So without this ndio tutaona inakusiwa na nini. So you can never have a heart attack without atherosclerosis, this plague. Lazima kwanza you develop this. When you see anybody with a stroke, a heart attack is a result of this plague here, ambayo is formed in the artery. Hiyo ndio inaletea shida. Sasa if you develop a block in arteries leading into your arms or legs, then cell death in your arms or legs is likely to occur. This often lead to gangrene and can even cause the loss of a arm or a leg. Si unaona watu siku hizi wakiwa na sukari, unakuta mtu amedevelop sukari mpaka anaenda na cut off mguu. Ama unasikia mtu anakata mguu. Why? Ni kwa sababu ndio nimewambia heart attack na diabetes na pressure hizi zote they are sisters. Na unaweza kuwa na diabetes na hii diabetes, the cause of diabetes bado hii plague ina play part in diabetes as we are going to see. So unakuta hii diabetes, wakati uko na diabetes unakuta mtu anaenda ukatwa mguu, ni kumaanisha some part of his leg kuna pahali mishipa imefungana mpaka huo mguu umekufa. Na hakuna njia nyingine. Watu wanaenda wanakatwa miguu wakiwa na sukari kwa sababu ya kitu inaitwa gangrene. Gangrene meaning the cells. Unajua a cell hii we have millions of cells. Na kila cell inafanya kazi yake katika mwili. Na these cells are the one which manufacture everything kulingana na pahali hiyo cell iko. This cell need oxygen, this cell need sugar, this cell need all the nutrients to ifanye kazi ile inatakikana. So the moment he plague imeblock, ni kumaanisha all the cells ambayo ziko chini ya hiyo from that clinic hazipati nini? They are not going to work. Hakuna supply. Ni kusema those cells are going to die. Kwa sababu hakuna supply ya oxygen ya nutrient. Kwa hivyo ni kusema kama uko na sukari, wakati unasikia mtu ako na sukari, ni kusema mguu wake all the veins, all the arteries ambazo zinapeleka damu chini, kuna kitu imekuja imeblock na hiyo damu haiwezi enda. Kwa hivyo ikikaa unakuta hii mguu itaoza. So what is going to happen? Doctors they are very sympathetic. Wanasema my friend, kwa sababu hakuna usaidizi, wewe hii mguu mpaka tufanye nini tujiondoe, kwa sababu usipoondoa hiyo mguu hiyo itaoza ikiwa wapi? Kwa mwili. Itaoza kuwa kwa mwili. Kwa hivyo which is the best thing? Wacha tukukate at least we save you. So that's why unaona watu wanakatwa miguu. That's why wanakatwa miguu. The long and short course, the short of atherosclerosis is this. It is an extremely dangerous disease and can cause you to lose part of your body or even your life. It's a very dangerous disease. It's a very dangerous disease.
Sisi tunajua heart attack, but this is the result. A person, we say he died of atherosclerosis, but in a very little sense, death was caused by, a person may die of heart attacks, but in a very real sense, that death was caused by atherosclerosis, because without arterial plaque growth, it is very unlikely that the heart attack would have occurred. So without this arterial plaque, it is very likely that no heart attack can occur. However, this is the reason, this is the result of a heart attack. Sasa. So, what causes this plague? The cause of this plague. The cause of this plague is fat and what? And cholesterol. Cholesterol inaandikwa namna gani? Cholesterol. Sasa cholesterol. So, what causes this plague is fat and cholesterol. Vitu gapi? Vitu mbili. Fat and cholesterol. Lakini watu wengi sana wanaongeaga tu juu ya cholesterol, lakini they don't know there is fat and cholesterol. Tofauti ni nini? This fat, we have the normal fat ambayo sisi tunakula. Chakula, watu wanapika chakula na fat ambayo tunaika salad. That is the fat I'm talking about. Fat ambaye sisi wote tunatumia. So, what about cholesterol? Cholesterol is a chemical that you can find only in animal products. Cholesterol is a chemical that you can find only in animal products. Hiyo ndio cholesterol. Like cheese, eggs, milk, meat, and fish. Hizo ndio zinaleta cholesterol. We have cheese, eggs, milk, meat, and fish. All animal products contain cholesterol, something more than others, but no plant products such as vegetables and fruit contain cholesterol. Tunaelewana? All animals wanasiko na nini? Na cholesterol. Lakini no plant products have cholesterol. Hapo tunasikizana? Vitu zote ambazo zinatokana na nyama na animal, maziwa, hii tunakunywa, butter, cheese, hizo zote ziko na cholesterol. Hiyo tuelewe. So, if all the animal products have cholesterol, on top of that, our diet is also very high in fats. Ni true? Mtu akipata pesa, nini wanga anaambiwa anakula vizuri? Mafuta. Wakati ameweka chakula,
anaweka mafuta pa. Sukuma akifanya hivi unasikia kabisa iko na very good taste. That is fat. Wanasema utamu wa chakula ni mafuta. Wanasema exactly. You see now? So those two things ndio watu wana consume a lot. Animal products na nini? Na fat. Because they are very sweet. They are very good. Wewe ukipata pesa unanunua katunguu kama mafuta, unakuja na karanga githeri, mafuta ina nini? Wacha hivyo. Unakuta nyama na imenona, bado lazima iwekwe nini? Mafuta. Lazima iwekwe mafuta. Lazima ikarangwe. Si ndio? So all these things, hizi vitu mbili hii, they are very dangerous. Na ndio tunapenda. They are very, very dangerous. You see now, utakuja kuona katika our diet 42% of our calories comes from fat. Kwa sababu ya kula mafuta mingi. 42% of our calories is from fat. Manake hardly unaweza kuta mtu amekaranga kitu bila nini? Bila mafuta. Ukienda kama ni chapati ni mafuta. Ukienda kama ni mandasi nini? Ni mafuta. Kwanza hiyo inawekwa wapi? Inawekwa pale ndani. Kwa hivyo ikitoka pale, ukitaka kujua mandasi inakuwa na mafuta mingi, wewe nunua mandasi, alafu uweke kwa karatasi ya kaki. Alafu uifunge vizuri. Uiweke. Uone hiyo karatasi, ukuje uangalie karatasi after 1 hour. Itakuwa namna gani? Itakuwa inakaa kama nini? Ndio utakuja kuona hiyo mandasi inakuwa na mafuta mengi sana. Inakuwa na mafuta mengi sana. So yani tunatumia mafuta nyingi sana in almost every part. That is fat. Tunatumia mafuta nyingi sana. Mwalimu hapo ulikuwa unasema kwa meat. The meat, and chicken. Yes, we have fish and even chicken. All animal products. Si tuko na eggs. Yes. Ukiona eggs iko pale, even chicken. Yote, these are animal product. Iko na mafuta, iko na cholesterol. Hapa tunaongea juu ya cholesterol. So, thus, not only men who have high blood level of fat and cholesterol prone to heart disease, but so also are men who have high food level of fat and cholesterol prone to heart disease. Kwa hivyo kumaanisha wale watu wako na high level of fat and cholesterol in their blood wako na high level of contracting heart disease. That is, they have very high level of fat and very high level of cholesterol. Nani hawa ambayo wanaweza kuwa na high level of fat and high level of cholesterol? Unafikiri maskini? Ni nani? Ni civilized society. Ni wale watu wako na pesa. Ambayo wamejua sasa yeye anasema amebarikiwa ni kwa sababu anafanya nini? Anakula vizuri. Mafuta hapo na mafuta, yaani anaweza weka chakula mafuta, anaweza kula nyama kila wakati, anaweza kula kuku, anaweza kula kila kitu anataka, fish. Sasa yeye anajua kabisa maisha yake iko sawa manake he is blessed person. Kwa hivyo ni kumaanisha na yeye hajui the higher content of fat and cholesterol in your blood, the chances yako contract heart disease is very high. Why? Kwa sababu this plane here yani is as a result of the deposit of fat and cholesterol. Hiyo ndio inafanya ina contribute to that formation. Hiyo play part. Sawa?
it is true that high fat and high cholesterol diet cause disease in all those, even primitive countries that have low fat, low cholesterol diet, and that's exactly what we do find. It doesn't mean that hata wale watu ambao ni maskini ati hawezi pata even heart attack. Wanaweza. Kuna wale ambao wanakula nyama sana, si ni kweli? Kuna wale watu wanakula wakulaji wa nyama, wanakula nyama sana. Kwa hivyo hako na nini? Hako na cholesterol nyingi sana. Kwa sababu cholesterol hakuna pahali unaweza kuipata. It's only from animal product. Tumeona this one huwezi kuipata kwa chakula. Ukiwa unakula a lot of vegetable, cholesterol hautapatana naye. Hiyo itakuwa ni kwako. Sina. Lakini wale ambaye wanakula hiyo hii. So in most diet, if fat is high, so is cholesterol. See? In most diet, if fat is high, so is cholesterol. If fat is low, so is cholesterol. It is unusual to find people employing diet which is high in one and low in the other. Pahali unakuta fat ni nyingi, mafuta ni nyingi, ujue hapo hata cholesterol iko juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe enda kwa butchery, utaona sana watu wakati anataka nyama anaangaliaga ile fanya nini? Imenona. Si ndio? Ndio hata ikiwekwa pale hata ingine inajipika. Inaondoka mafuta. So, unakuta sasa kuna mafuta nyingi, hapo tena cholesterol ni nyingi. Kwa hivyo ni ngumu sana kupata ati pahali iko low fat, ati iko cholesterol is high. No, zinaendaga hivyo. Mafuta nyingi, cholesterol juu. Mafuta nyingi, cholesterol juu. The reason for this is that high fat diet typically comes from eating lot of meat. Lot of meat invariably also bring a lot of cholesterol. Since cholesterol is only available in animal products. On the other hand, to cut down on fat, people usually must cut down on meat, which in turn cut down on cholesterol. Kwa hivyo kama unataka ku cut down on fat, lazima cut down on what? On meat. That's what they. Kwa sababu ukicut down on meat, you have cut down fat. Now when you have cut down fat, cut down cholesterol. Ndio jirani. Kwa hivyo hapo sio siri. Ni ukweli. Unajua watu wengi kabisa wanalia mambo ya hii magonjwa. Lakini when it comes to the truth, people don't want the truth. Watu wanalia magonjwa, hii magonjwa utafanya nini? Nataka kusikia daktari amepata dawa ya kutibu heart attack. Lakini ukiambiwa the truth of the matter, hautaki. My friend, nimewaambia hapa mara nyingi. A doctor hakuna kitu kubwa atakufanyia. It is when wewe umegojeka sasa, he'll try his best to give you painkillers. Lakini to reverse the process, wewe mwenyewe ndio unatakiwa kufanya nini? To reverse it. Lakini watu wanataka miracle ambaye sasa ni miracle drug. Ati sasa hii ugonjwa hata ataka, somebody because he has money, he feel that yeye hata akigojeka, wacha nikule nikigojeka niko na pesa. Lakini hakuna kitu kama hiyo. Maana once umepata heart attack, dungu. Ni wapi hata kwa daktari gani atakusaidia pale? Hakuna, unaenda tu na hiyo pesa yako. Unaenda na hiyo pesa yako. Unaenda tu na hiyo pesa yako. Unajua macho ukienda kwa busi linamulika pale panaona. So what happened
what happens katika this arterial hapa ndani, hizi cells ambaye ziko hapa ndani, there is a very deep scientific explanations ni kwa nini wanga sina form mafuta ikiwa nyingi hapa. When the internal cell, wacha nisome kidogo labda mtashika how this fat na hii cholesterol zikiwa nyingi vile wanga ina form this plaque hapa ndani. Inasema hivi, however, if the levels are high, then cholesterol and fat can irritate the ruptured elastic layer and begin a sequence of fateful events. Wacha nirudi kidogo. The story of atherosclerosis relates the ruination of arterial cellular environment and the consequence of this ruin. Atherosclerosis begins when the elastic layer surrounding the intima become damaged. Damage to the elastic layer is a common occurrence and happens even in infants a few days old. It is not yet known why the elastic layer is so easily broken or fragmented. Perhaps it breaks because the artery is twisted, flexed, or compacted. But whatever the reason, it happens all the time. This break heal and leave insignificant scar that do not damage so long as the blood cholesterol and fat are at low levels. Wanasema hivi, katika arteries wanga kuna damage wanga zina happen katika arteries, damages ambaye maybe haiwezi kujulikana ni kwa sababu gani wanga hata watoto wadogo unaweza kukuta kuna damages wanga zina happen in the arteries. These damages sometimes they heal themselves. Nakuta inapatikana hiyo damage lakini nakuta yenyewe inajihili. So as long as cholesterol and fat are at their level, these damages zinapatikana katika arteries, they have no problem. Manake wanga zina happen, alafu zinafanya nini? Inahili yenyewe. Lakini the moment the fat na cholesterol imekuja juu katika your blood stream, hapo ndio shida inafanya nini? Inatokea. What happens? Sikia. When the internal cell in the ruptured area come in contact with cholesterol and fat particles in their vicinity, they automatically begin to swallow up these particles to get rid of them. You see now, wakati sasa hii cells iko hapa ina come in contact with the fat na cholesterol, there is a reaction wanga inaanza kufanyika pale. Kuna reaction kanaanza kufanyika hii mafuta na hii cholesterol. Kuna reaction. Wacha tuchukue ni reaction. Manake some scientific terms amwezi yani it is going to be hard for us. As more and more particles are fed in by the blood to replace the ones taken in by these cells, the cells begin to multiply to be able to handle these new fat and cholesterol particles. Nikumaanisha wakati hii fat inakuja hapa there are cells ambazo zinakuwa formed hapa. These cells wakati hizi cells zinaanza kumultiply na wakati fat inaanza kuongezeka, these cells ambazo zinakuwa hapa kwa sababu ya hii rupture na fat zinaanza kumultiply. Usina hizo cells tena zinaanza kumultiply. Kwa sababu vile mafuta inaongezeka, those cells zinaanza kumultiply, zinaanza kuongezeka. Tunaona pale? Meaning kama hapange kuwa na mafuta asingefanya nini? Hasinge multiply. Kwa hivyo mafuta ndio inafanya hizo cells fanya nini? Si multiply. So what is going to happen? Soon they have multiplied and spread so much that they completely surround the elastic layer broken area. Kwa hivyo soon zita multiply mpaka kama karapcha kalikuwa hapa kadogo,
Sasa zinaanza kumultiply, zinaanza kuwa ni uvimbe sasa. You see now? Unaanza kuvimba sasa. Ni kama uvimbe sasa inaanza kutokea polepole ikiongezeka. Maana hizo cells zinafanya nini? Vile mafuta inakuja nini zinaongezeka. Zinaanza kufura. Sasa ni kumaanisha hii kauvimbe kalikuwa kadogo hapa, kanaanza kuongezeka, lakini kwa sababu wewe nawe unaendelea kula mafuta every day, bado kalikuwa kadogo, bado kanafanya nini? Kanaendelea tu polepole. Kwa hivyo hauwezi kujua wakati kaka kadogo ama kamekuwa stage gani. Sasa hiyo hauwezi kujua kama uko nao kanaendelea polepole. You see now? So long as you unaendelea kula mafuta, katakuwa tu kanaongezeka. This work is not a work of 2 days. Usifikirie ni siku moja ama 2, hapana. This work even inaweza kuwa kalianza kanaendelea kidogo, sasa zingine hukuli mafuta, kanapoa. Kesho yake tena unaenda unaongezea mafuta sasa tena. Unakuta tena kameanza nini? So kataendelea tu polepole. Kataendelea polepole. So what's going to happen? So soon by this time the cell in the vicinity of the break may have taken in so much fat and cholesterol particle that they may be swollen to several times their original size. Their appearance at this time take on a foamy look, and approximately they are called foamy cells. So inakaa kama foam ambayo zinaitwa foamy cell. Maana imeform kitu hapa ambayo zinaitwa foamy cells, ambayo zinaendelea zikifanya pale. Kwa hivyo zitakuwa sasa ni kama a foam, kitu ambacho kimefura hapo ndani ya arteries without your knowledge. Ndio ujui. So at this stage the injury is called a fat streak and can be seen on the artery inside wall. This streak could remain indefinitely in the artery, causing no harm. Inaweza kaa in the artery hapa na iko, lakini it doesn't cause any harm. You see now? The foam cells are still living cells. They have all the chemical in them necessary to dispose of the fat and cholesterol particles they contain, and in time return to their normal size. You see, this ambayo zinaformiwa na this fat zinaweza kaa, they are alive, lakini in time zinaweza tena kurudi back to their normal, na zinaweza kutumia hata hiyo fat yote tena zirudi back to their normal size. If the fat and cholesterol in the blood are brought down to low levels, this will in fact happen and no harm will have been done. Kwa hivyo kumaanisha hata kana kwamba ulikuwa na kaplegi kameanza kukua, kamekuwa kakubwa namna gani, the moment you stop taking fat and cholesterol, that cell ina mesa tena hiyo form ilikuwa inaformiwa pale, na you go back to normal size. Kwa hivyo nikusema this prey itaisha automatically. The moment these cells ziko hapa zimesense hakuna mafuta inakuja, zina consume ile yote hiyo kiform tena kinaisha. Kwa sababu inaendelea ikiisha mpaka unakuta wewe hauna shida tena ya hii inajimaliza, manake there is no fat ama cholesterol. The supply hakuna. So if however the level remain high, then the foam cells will continue to take in take in particles until at last the cell begin to burst. Lakini kama hautasimamia pale, sijui kama tunaelewana. Kama utaendelea tu hii kitu ambayo kalianza kuform hapa, these cells will grow so big mpaka sifike a point si burst. Hii kitu ifanye nini? Burst. That form burst. So what is going to happen wakati ime burst? Spilling their contents into the surrounding area. You see now, the burst cell causes the body to begin a protective process called fibrosis. Unasikia watu wako na fibroid. Sasa fibroid sasa inakosiwa bado na hii.
Oh. If however the level remain high, then the formed cells will continue to take in particles until at last the cells begin to burst, spilling their content into the surrounding area. Ikisha burst, itaanza hii content yote itakuwa deposited in this area of the arteries. The burst cell causes the body to begin a protective process. So the burst cell wakati imeburst inaanza kitu tunaita protective, inaanza kujiprotect. Sasa hizi cells ambazo zimekuwa zimetapakaa hapa zinaanza kutafuta a protective process ambayo itajiprotect itself. So by protecting itself tena itaanza kutenda kuform uvimbe mwingine ambayo hiyo uvimbe ndio tunaita fibrosis. Unasikia watu wako na fibroid. Unasikia watu wanaenda kutibiwa fibroid. Unasikia ameenda nini? Fibroid imetolewa. Hiyo yote inakusiwa na nini? Na mafuta na cholesterol. Hizo ni vitu ambavyo huanga zinafanyika kwa watu sana. Nimesikia wamama, kwanza wamama wanaenda kuchinjwa fibroid. Amepata fibroid katika njia uzazi, whatever. Hizo all those things they are caused by fibroid. Fibrosis. Fibrosis. So fibroid, whereby connective tissue, the sort of tissue that make up ligament, begin to grow through and around the damaged area to seal it off from the rest of the artery. Kwa hivyo kumaanisha if fibroid wakati inaanza kugrow, inaanza kukua sasa, inaanza kuseal up this area from the rest of the arteries. Tukusema hata fibroid bado inazuia damu isifanye nini? Hizo fibroid zikianza kukua huku ndani zitazuia. You see now? Soon the process of fibrosis will convert the fattest tract into a full-grown plaque called fibropid plaque. Kwa hivyo kumaanisha hii process itaendelea mpaka sasa hapa hii plaque ambayo inaitwa fibropid plaque itaformiwa, ambayo hii plaque sasa ita block completely the artery. Ita block artery. Na iki broke, what is going to happen? So, after this happened, no more blood will reach the plaque's interior from the blood flowing through the artery. But blood can reach the interior of the plaque through tiny news artery that the body sends down from the adventure into the plaque. Sasa kuingia hiyo sana. So, hii plaque tena sinaona pale ile form ilipasuka ikaform fibrosis plaque. Sasa hii plaque tena wakati tena itakuwa kubwa tena, sasa hapo tena itaburst again. Sasa unaweza kuona vile artery yako sasa imeanza kuwa damaged. Pole pole, iko na mavidonda, iko na mavitu zingine huko ndani inaanza pasukia kwa kichwa, kwa roho. Sasa when the bursting of the plaque finally occur, blood from the artery rushes in and a blood clot form around the ruptured area. Debris from the rupture may now circulate through the bloodstream. Sasa hapo ndio shida inakujia. Hii kile wakati iliburst ilikaa tu area hii. Lakini hii plague wakati imeburst, unakuta hizo plague sasa zinaweza enda sasa kwa mwili yako yote sasa. Ni tufili ambaye tunaenda sasa. Kujitafutia pahali tu. Kujitafutia sasa kana pepo na damu kanaenda. Ni kadogo. Kana pepo na damu na kanaenda. So if the debris stay attached to the ruptured,
If the cloth does not kill the person at this stage, the body will work hard to grow new arteries or new canals. So hapo ni kumaanisha hii plague kama haitakuua wakati meta imeblock, mwili yako itatafuta njia nyingine ya ya kupita. Na ndio sasa hapo kupitia damu. Na hapa sasa ndio exercise inakuwa ya maana. Exercise. Most of the people ambao wanafanya exercise ni ngumu sana hii plague wakati imekuja imebroke hapa. Yule mtu anafanya exercise, kitu ya kwanza blood yake ikija hapa, kwa sababu ni mtu amezoea exercise, blood itatafuta njia nyingine kidogo ya kupita, inapenya. Unakuta huyu mtu anaweza kuwa na plague, but because of exercise yeye ana blood capillaries zingine, hiyo pressure ya exercise ina form some other blood capillaries na inaanza kupita. Kwa hivyo ni kusema huyu mtu hatakuwa affected, kwa sababu yeye hii plague, yani yeye yani his heart iko na muscles ina pump vizuri, kwa sababu everything ambayo iko katika mishipa yake imefunguliwa. Because what is high blood pressure? Pressure ni wakati mishipa, tutakuja kuona pressure ni wakati mishipa yako imekuwa weak, imekuwa narrow. Wakati sasa imekuwa narrow ni wakati sasa hii plague imekuja imejiform hapa. Ni kusema kama damu yako ilikuwa inapita kwa mishipa ambayo ilikuwa imekaa hivi, sasa mishipa yako inakuwa narrow. So what is going to happen? Unakuta your heart muscle is supposed to pump na nguvu ndio ipitishe nini? Damu. Ndio ipitishe damu. Hiyo ndio tunaita hypertension. Hiyo ndio high blood pressure. Ni kumaanisha wewe your heart need a lot of pressure ndio ipitishe. Hii kuna mishipa ambayo imefungana kwa sababu kuna mafuta zimekuja zimejiform, au plague imeform. So hizo plague zina form ndio zinazuia. So wakati wote unasikia mtu analia ati high blood pressure, ajue hii plague ambayo inaformiwa na mafuta kwa sababu ya kula nyama ndio inafanya nini? Ndio inasababisha. So the result ama the remedy hapa ni nini? Sio ati ndio utapatiwa dawa za kujaribu kumaliza hii plague ambayo ndio dawa za pressure. Lakini sasa hapa tumeona the moment you stop fat na cholesterol, wewe mwenyewe unajitibu. Unaelewana? Yeah. The moment you stop fat na anything which has cholesterol, unajitibu. Kwa sababu gani? These cells tumeona the moment zinakosa fat zinaanza kufanya nini? Kurudi back to normal. Kwa hivyo hapa hakuna mambo ati dawa whatever. Na it is only, na kwa nini tunasema hivi? Watu wengi wamekataa kupona kwa sababu they don't want to hear the truth behind these things. Watu wengi wako na heart attack, wengi wako na pressure, wengi wako na diabetes, ni kwa sababu some these simple remedies ambayo anatakiwa kufanya hafanyi. Mwingine hata exercise hafanyi exercise. Na ukimwambia awachane na fat na cholesterol, hiyo hataki. Lakini ukijua wewe unaweza kuwa una burn calories. Every day unafanya exercise. At least you are burning 400 calories every day katika exercise. Wewe chanzo zako za mafuta kuwa hata zinabaki kwa mwili. Hata ukikula mafuta unakuta mafuta hiyo unaibani ndio unaitoa. Kwa hivyo wewe uko na wewe you are very safe. Uko safe. Lakini kama unajua haufanyi exercise, wewe unakuwa huko dormant mara nyingi sana, unakuta saa zingine zaidi umekaa. Kwa hivyo kama umetake 400 calories, unakuta zako zote zinaenda kwa nini? Kwa mwili. Na tuliona chakula mafuta ikiwa mingi kwa mwili, it is going to be deposited like fat. Kwa hivyo ni kumaanisha the moment wewe uko na fat nyingi, itaingia in your bloodstream, na it is going to form this plague. Na utapata hiyo plague. Na ukipata hiyo plague, that is atherosclerosis, na hiyo ndio ina cause the heart attack. Sawa?
So, what is the treatment? The treatment is just reversal. To reverse this process of the growth of this plague. Hakuna treatment ingine ambaye yani saa hii nitawaambia ama tutaongea hapa. Kama kuna treatment ingine heart attack, hiyo ni ya madaktari. Ambaye umeenda hospitali, daktari atakwambia ile dawa utakunywa akusaidia katika heart attack. But for now, our remedy, it is to reduce fat intake and animal products. That's our remedy. Hapa kuna mambo ingine. If you are going to do that, you'll be very far from the doctor. Daktari hata kuona. So, the notion of the low-fat, low-cholesterol diet for the prevention and treatment of atherosclerosis is a simple one. Why? Because it is very simple. Yeah? It is very simple. Mungu anasema many destroy their life because of what? Lack of knowledge. But we have the knowledge. Nini tumekosa sasa? So we have the knowledge. Yes. Tunaelewa kabisa, tunajua what causes atherosclerosis. Na hii ndio heart attack. And I'm telling you, this is the whole truth. Ambayo is simple but is the whole truth. That what causes heart attack. Na ukitaka kujua wala watu walikuwa zamani wanakula githeri na hata mafuta hawajui. Wewe ulikuwa unasikia hata heart attack? Alikuwa hakuna. Those people who are poor, even today, wacha samani. Wale watu wako ushago huku very poor, hata mafuta kupata labda anapata kale kakibo kashiki 10 ndio anaweka pale. Hata sukuma ukienda pale, ukienda pale ukiwa umetoka Nairobi, mtu anasemanga, unajua mimi ugali sipendi ugali. Na ni sukuma wiki nasikia hii nini? Haina mafuta. Si ndio? Sasa unakuta wewe unajifanya wewe haupendi sukuma. Ni kwa sababu sukuma imekosa nini? Mafuta na nyama. Kini kweli? Hao watu ambao wako ushago wanakula hivyo, hardly you will hear about heart attack. Utakuja kujua wale watu, ukisikia mtu alikufa juu heart attack, chunguza. Ni mtu ambaye ako civilized na ni mtu ambaye ako nazo nini? Pesa. Za kufanya nini? So people are killing themselves with their own teeth. Kweli ndugu? Hakuna ati mambo mengine tufikiri ati kuna remedy nyingine ati itakuja ati kali ndio tuelewe. You see now? So when we talk about fat, we have two types of fat. We have saturated and unsaturated fat. Unsaturated fat ni yale mafuta ambaye watu sometimes back ilikuwa inasemekana hiyo ni mafuta mzuri ambaye hiyo unaweza kutumia. Lakini the same researchers ambayo wameresearch ya mambo wamekuja kuona hakuna kitu kama hiyo. Fat is fat. Usianze kusema, manako ukianza kuambia watu ati this is unsaturated and this is saturated, sasa utakuja kuona mwingine anajipatia excuse. Hapana. Kwa sababu hata uelewe hii inasemekana ni saturated or whatever. In fact, what scientists walikuja wakakuja kujua even unsaturated fat, it has another complication ambayo inaleta tena, ambaye sitaki sasa kuiongea saa hii. Manake that is scientific fact ambayo wakuja kuona hakuna mambo ya kusema ati wewe unatumia unsaturated. Hapana. Mafuta ni mafuta. Wewe wachana na mafuta. Ni mafuta kama Bluebird. Zingine ambayo tunakula kama tunaona Bluebird tunaipaka mkate. Si unaona mafuta hiyo ukiwa unakula Bluebird.
So watu wanasema hata ukipaka ikiwa mingi ndio iko nini? Ndio mkate inakuwa ukienda kupatia mtu kidogo. Anasema pika mdogo ni kidogo sana. Lakini mafuta, that one we call them unsaturated fats. Sasa watu wakaanza kusema if you take unsaturated fat, wewe uko safe. Lakini hakuna kitu kama hiyo. Mafuta wajana. Gani? Ili kudisara. Hiyo ndio tunasema fat. Hiyo kwanza sio hiyo ni saturated. The only mafuta ambayo unakuta watu walikuwa wanasema iko sawa ni kitu kama kuna watu wanakuja wanasema ati uchukue olive oil ati this one is safe, haina cholesterol. Unakuta kuna mafuta zingine kama nini? Sunflowers. All these things, all these oils, sometimes let us also agree this. We have companies ambayo wanafanya kazi ambayo watu ambayo wameongozwa na nini? Na tamaa. And in fact some information ambayo watu wanapata they are wrong. So you cannot trust some of these companies. Kama vile we are not now trusting pharmaceutical companies. Maana kuna madawa ambayo watu wanakunywa ambaye ni sio sawa. Si ni kweli? Kuna madawa watu wanakunywa ambaye kabisa unakuta siko na side effect. Lakini bado watafanya nini? Watapatia watu. So how do you trust a company ambayo inaenda inatoa mafuta inasema ni olive oil, inasema ni hii, ati hii iko namna hii. So the best thing wewe ni ujue mafuta generally sio poa. Mimi I want to put it that kwa sababu nikisema sasa tuanze kusema ati hii kula hii. Wewe sisemi hata nisijue mafuta. Wewe mwenyewe. Wewe ujijue wewe mwenyewe. Ujue mafuta utakuwa unatumia namna gani. In fact mafuta ni useful to the body because our body also need fat. Lakini hiyo mafuta kama wewe unaitumia kwa wingi sana na kabisa unakaa ujue it is very harmful. Anything that you take too much is what? Poisonous. Na mwalimu mtu anaweza sema sasa sitakuwa nikitumia mafuta haya kwa mfano kupika. Na upate huyo mtu tena at the same time amenunua cheese, amenunua hizo kama hizo Bluebird ameweka kama jam. So hata kama amesema hata tumia mafuta kama haya ya kupika, unaona tena kuna mahali kwingine anatumia mafuta tena kwa wingi sana. That is it. Kwa mfano anaweza sema sitatumia mafuta ya kupika na maybe huyo mtu lunch yeye hukula chips. So maybe tunaweza avoid hizi vitu kama chips, kama madazi hivi, kama Bluebird tunaweza avoid, lakini wakati maybe tunapika tunaweza control hiyo ya kupika kwa sababu tena kukula chakula bila mafuta. Hivyo ndio nimesema. Hakuna mtu amesema usikule mafuta. In fact mwili huwezi yani lazima ukue kuna mafuta unatumia. Lazima ukarange. Lakini hii kukaranga lazima uelewe. If it is too much is a problem. Kia pili ujue mtu anakuta anakula nyama. Nyama hii tena unakuja unaweka mafuta. So it is up to you. Mimi nimekupatia an open truth that ujipange wewe mwenyewe. Kwa sababu hapa nilikuja kuona when it comes to the way of eating, sometimes ni kama kupigia mbuzi gitaa. Kukula hiyo sio watu wengi kabisa wanakubali yale wewe usiona. Si unajua? Mtu kabisa anaweza kusema saa hii hata kula hii, lakini mkiwajana na yeye hiyo tu ndio anafanya nini? Kwa hivyo kukula kuna tamaa nyingi sana. Kukula kuna tamaa nyingi sana. So mimi what I've done here, it is to lay out the cause of what? Heart attack. Mwalimu, unajua sasa hivi unaongea it is like a miracle. Maybe you don't know. But to me I have a witness. On Thursday, nilienda kwa mtu hapa gym. Alikonektiwa na yule rafiki mwingine yule. Sasa huyu mtu alikuwa nikaenda mpaka kwake, nikamueleza kila kitu. Sasa yeye akaona ni kama ni vile tu nasema ni kupiga vita.
akasikia amezidiwa na mwili. Akaenda akapigwa, akafanywa scanning. Ambayo ilimkula around 20,000. Akapatikana kwa mwili wake kuna tumaji kwa kidney. Kuna tumaji tuna grow. Sasa akauliza daktari, hii maji very clean water inatoka wapi? Daktari akamwambia pia yeye hajui. Sasa akamwambia the only thing they can do ni kumpika sindano. Alipigwa sindano 6 na hiyo mafuta ikatolewa. Daktari akaitoa. Ikamkula another 15,000. Sasa last penye nilienda kwake akaniambia from the last week penye tumepatana nimekuliwa over 35,000. Nikamuuliza daktari alikuambiaje? Haya mambo yote umesema saa hii ndio aliambiwa na daktari. Avoid sana fat na cholesterol. Sasa yeye alikuwa anauliza juu anafanya kazi bama na hana kazi nyingine na hana chakula kingine ni nyama, atakaa aje bila kula nyama? Sikapata tena anakula hiyo nyama sana. That is it. Because yeye aliambiwa tu na daktari asikule, ndizo bado anaendelea kukula. In fact, madaktari sometimes wanga wako na shida sana katika ulaji. Sometimes they tell the people this one wachana naye. Lakini somebody hawanyi nini? So mimi ile kitu ningesema hivi. Haya tunajifundisha hapa, tunajifundisha for your own benefit. It is tell you the fact. Sasa wewe ujipange. Ujue hata ukikula nyama, wakati unakula nyama ujue iko na cholesterol. Lakini si ile kanyama ya kula safari moja kwa mwezi ati hiyo ndio itakumaliwa, hapana. Kuna watu wanakula nyama daily. Na sio nyama sio daily. Kuna watu wanakula mafuta kwa wingi. So all these things ujue they are going to cause heart attack. So the next time ambayo tutakuja hapa tutaangalia yani high blood pressure. Tuone pressure naye inakuziwa na nini. Lakini as I told you all these three are sisters. Utakuja kuona bado hii fat na cholesterol bado zina play a very big role. Because at the end of the day, mwili hata kama ni chakula tunakula gani, mwili ile kitu iko na haja naye ni nutrient ambayo ndio inataka to supply to the body. So wakati wewe umepatia kitu fulani kwa wakati mwingi, wakati yani umepatia over, kama ni sukari ikimalizia inakuwa nini? Tunaona inakuwa mafuta. Si ndio? Inakuwa stored as a fat. So ni kumaanisha wakati unaona mtu akinona na anakuwa na mafuta ni kumaanisha yeye anaongeza kitu ambaye mwili haifanyi nini? Haitaki. If only kabisa allow mwili yetu kabisa tuipatie kitu iko, mwili haiwezi kubali kuweka mafuta. Mafuta uanga inaiweka kwa bahati mbaya maana umefanya nini? Umeipatia. Unajua kuna wakati ulikuwa mtu akinona watu wanaona kama ni pesa ama ni bahati ama umekuwa na hata watu wanafurahi sana afya. Sasa zaidi watu wanarealize. Na in fact in African countries zaidi tunarealize wale watu wamekuwa na pesa. Na sio sisi peke yetu, hata wazungu before wakuja wajue what is yani wajue obesity ni nini. Ukiona wakifika pale wakitegeza mpaka matridi milizo naona wakikimbia. Hata hao waliumia sana. Walipata pesa wakafikiri nifanya nini? Ni kustarehe na kula. Lakini walikuja kujua hizi hata taki unaona na kansa na whatever na blood pressure zimeumiza sana. Hata sisi tuseme it is a time we are learning. Lakini for us it is a simple learning. Kwa sababu sasa tumeelewa. Kwa hivyo mtu ajue. Hiyo tumesema ni fat na cholesterol. Tumejua tumeona heart attack. Sasa tutakuja tuone ingine naye. Sasa ndio tuanze kuuliza tutakuwa tunakula nini.